Habari za asubuhi watu wa Mungu, na wasalimu kwa jina la Mungu Mwenyezi na kwa Yesu Kristo shahidi mwaminifu, wa kwanza waliofufuka kutoka kwa wafu. Kwanza namshukuru Mungu Mwenyezi kwa sababu ya rehema zake na huruma zake ambazo ametujalia siku ya leo, Jumanne ya leo njema kabisa. Namshukuru Mungu sana sana. Hata kama kweli muda mwingine wanadamu tukiwa wazima, mara nyingi tunaona uzima ni kitu cha kawaida sana, lakini pale ambapo tunaweza tukaa kwenye changamoto za magonjwa ama za maumivu kwenye miili yetu, ndipo tunaona umana wa uzima ama wa sisi kwa wazima. Na tukiona tupo kwenye hali na namna kama hizo, tunatafuta namna zote za kujiponya ama kuponya miili yetu ili tuweze kuendelea vizuri ama tuweze kuendelea kwa namna nzuri ama bora. Lakini yote katika yote ni kwamba tunakumbushana kwa habari ya maneno ya Mungu, vile ambavyo Mungu angetaka tuenende ama litaka tuishi. Kwa sababu ni kwamba mwisho yote ni kwamba wanadamu tuliumbwa na Mungu, tulitoka kwa Mungu, na mwisho yote tutarudi kwake. Lakini kabla hatujarudi kwake huyo Mungu, kuna vitu ama kuna aina ya maisha ambayo alitaka tuenende katika hayo, alitaka tuonekane katika hayo. Kwa kuwa nje na maisha haya kuna maisha mengine ambayo hayo maisha yenyewe yanategemea sana kwamba wewe utakuwa katika hali nzuri ama njema, kutokana na vile ambavyo wewe mwenyewe utaishi, wewe mwenyewe utaenenda kwa namna moja ama nyingine. Kwa kuwa maandiko matakatifu yanasema kwamba kama vile wanadamu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kifo ni hukumu, ambacho kila mtu atahukumiwa sawa na matendo yake, atahukumiwa sawa na kile ambacho na maisha yake yote ambayo aliisha ipokuwa duniani. Maana yake kama aliishi vibaya, alitembea katika njia ambayo sio sahihi kwa Mungu, maana yake huyo mtu madhara ama uharibifu utakuwa pamoja naye. Lakini kama vile maandiko ya matakatifu yasemavyo kwamba hakuna jina jingine walilopewa wanadamu liwapasaro kuokolewa, liwezaro kuokoa, liwapasaro kuokolewa kwalo, isipokuwa jina la Bwana Yesu. Na maandiko matakatifu pia Daudi anasema kwamba Bwana asipojenga mji, asipoulinda mji, anasema kwamba aulindaye akesha bure. Lakini pia Yohana anasema kwamba andiko ambalo linafanana na hilo, anasema kwamba Bwana asipoujenga mji, ajengaye afanya kazi bure. Ya kwamba maisha yetu kwa namna yote ile yakisha kosa Mungu, tukikosa kuongozwa na Mungu ama kufunikwa na uwezo wa Mungu unaotusaidia sisi kuishi kwa namna ambayo Mungu alitaka tuishi, alitaka tuenende, alitaka tuonekane katika hiyo njia, anasema kwamba yoyote anayeulinda ama anayeujenga, anasema anafanya kazi bure. Ya kwamba maisha yoyote ambayo utapata kuishi duniani, kwa miaka yoyote ambayo utaweza kuishi duniani, kama maisha yako atakuwa amekosa Mungu, utakuwa umepata hasara kubwa ya maisha yako. Kwa kuwa maandiko matakatifu yanasema kwamba Yesu anasema kwamba bila mimi ninyi hamwezi neno lolote. Lakini pia Bwana Yesu anasema kwamba itamfaidia nini mwanadamu akiupata ulimwengu wote, anasema na akapata hasara ya nafsi yake? Itamfaidia nini mwanadamu katika maisha yake yote, kwa chochote ambacho atakuwa nacho,
kwa chochote ambacho atakuwa na miliki, alafu mwisho yote akakosa maisha milele, akakosa ule uzima milele ambao Mungu amewaahidia wale wote wampendao, wale wote washikao amri zake, wale wote waonekanao katika njia zake, wale wote wafanyao mapenzi yake, ule uzima wa milele ambao Mungu amewaahidia wanadamu wale ambao wataitii amri ya Mungu na sheria ya Mungu, wataonekana katika hiyo, wataifuata hiyo, wataielekea hiyo. Anasema itamfaidia nini? Kwamba kama wewe utapata kila kitu cha maisha haya, utapata fedha, utapata mali, utapata kila kitu, alafu mwisho wa maisha haya ukapata hasara ya nafsi yako, ya moyo wako wewe mwenyewe. Manake wewe moyo wako ukaenda kwenye eneo baya zaidi, ama kwenye eneo ofu zaidi, itamfaidia nini mwanadamu akikosa yote? Kama ni akipata yote na akapata hasara ya moyo wake, ya nafsi yake, ya maisha yake yote ambayo aliishi alipokuwa duniani, aliishi alienenda itamfaidia nini? Tunakumbushana nini? Kwamba duniani kama duniani, uhai tulionao, uzima tulionao, tumepewa kama zawadi. Tumepewa kama zawadi, ili katika zawadi hii ya uhai ama ya uzima tuitumie katika kufanya yale ambayo tulipaswa kuyafanya, tulitakiwa kuyafanya. Ubaba wote, maisha yote, iwe ni ndoa ya namna yote ile, iwe ni baba, iwe ni mama, iwe ni kijana, iwe ni binti wa namna yoyote ile, hiyo yote ukisha kosa Mungu, cha kwanza utafanya yale ambayo unayataka na usiyoyataka. Lazima utafanya hilo. Ndio maana Bwana Yesu anasema kwamba bila mimi ninyi hamwezi neno lolote, kwamba mwanadamu katika hali yoyote akisha kosa Mungu, kwanza mwanadamu bila Mungu hawezi akafanya mapenzi ya Mungu, hawezi akaishi vizuri, hawezi akaishi kwa namna ambayo alitakiwa kuishi, alipaswa kuishi, alitaka kuenenda, hawezi. Ndio maana Biblia, maandiko matakatifu yana karibu neno moja, mawili, matatu, ya kwamba mwanadamu aache matendo mabaya, aache matendo mafu, aache matendo ya hovyo, atende mema kwa namna yote ile, kwa nguvu zote. Ndio maana Yesu anasema kwamba, ndio maana kuna mtu anamuuliza Yesu kwamba nifanye nini ili nipate kulisi ule uzima wa milele? Anasema kwamba mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote. Anasema na kumpenda jirani yako, kumpenda Bwana, wewe kufanya mema, kuonekana katika njia njema, katika njia bora. Unalopenda kufanywa wewe, usimfanyie mtu mwingine. Mfanyie mtu mwingine lile ambalo wewe unapenda kutendewa. Usilopenda kufanywa wewe, usimfanyie mke wako, usimfanyie jirani yako kwa namna yote ile, popote ambapo unaweza ukawa, kwa sababu popote mazingira yote ambayo unaweza ukawa upo, ama usimfanyie mtu awaye yoyote. Fanya mema kwa nguvu zako zote, kwa uwezo wako wote, kwa nguvu zako zote. Mpende jirani yako kama nafsi yako. Ulilopenda ufanye wewe, wafanyie wengine. Kama unapenda ufanywe mema, wafanyie wengine. Sasa mwisho yote ni kwamba, kabla hatujafika, ni kwamba sisi wanadamu bila Mungu hatuwezi. Ni kwamba bila Mungu lazima utafanya matendo mabaya, utakosea. Ndio maana tupo watu ambao Shetani ametufunga kwenye vifungo mbalimbali. Kuna wengine tunaweza tunafanya kwamba wengine tunavuta mibangi, tunakunywa mipombe, tunafanya umaraya, tunafanya uchafu wa kila namna. Na tupo watu ambao sema kwamba tumeshaoa, tuna wake zetu. Ukishaoa bwana, tamaa inaondoka. Lakini nasema kwamba tamaa ya zinaa, tamaa ya umaraya, ya chochote haiondoki, kwa sababu ya wewe una mke wa kuzini naye, wa uhakika wa kuzini naye. Tamaa inaondolewa, inaponywa na neno la Mungu, ambalo kwa hilo wewe na mimi tuliumbwa, tulifanywa. Peke yako hawezi. Leo hii unaweza kutengeneza kesho yako nzuri na bora kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya sasa na kwa ajili ya baadaye, ama muda wote ujao. Kumbuke Mungu wako siku ambazo utakuwa mzima, uko hai na nguvu.
Wewe na mwenyewe atakusaidia kipindi ambacho utakuwa hauna nguvu. Duniani tunapita, hakuna jipya chini ya jua. Fanya mema kwa faida yako na kwa ajili ya wengine. Asanteni sana kwa kunisikiza. Peke yako hauwezi, unahitaji rehema za Mungu, msana wa Yesu. Unaweza ukaponya maisha yako, ujana wako, ubaba wako, ndoa yako, maisha yako, kazi zako, na mambo yote ambayo unaweza ukawa unaendelea nayo, unayafanya, unayatenda kwa namna moja ama nyingine. Tuwe na asubuhi njema. Asanteni sana.